Bwana, mambo vipi mdau wangu wa soka? Jina langu naitwa Hamisi Said Kabuma. Karibu sana katika Kijiwe Nongwa, kijiwe ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali. Leo bwana, tumechagua Kijiwe Nongwa hiki katika maeneo haya ya Tuangoma kufuatia kuelekea mchezo wa dabi uliopangwa katika tarehe 8 katika mwezi uliopita na kukairishwa, ikapangwa tarehe 15 Juni ikakairishwa, na sasa imepangwa katika tarehe 25 siku ya Jumatano. Ni yapi maneno ya wadau ambao wa soka katika nchi yetu ya Tanzania? Lipo na la kusema katika kukairishwa kwa tarehe za dabi kunaleta taswira gani katika mpira wetu wa Tanzania? Bila kusahau ya kwamba jina langu ni Hamisi Said Kabuma, nyuma ya kamera ndugu yangu pale bwana Omar Shehoza. Bwana, shwari ndugu yangu? Kama kawaida gani? Kwema kabisa. Fresh kabisa. Wakuita nani vile? Sanko. Sanko. Yeah. Bwana, ndio wewe vile tukikuchana hapa inatoka damu nyekundu au rangi nyekundu. Au rangi nyekundu. Hivi ni kwa nini hasa? Ni kwa sababu ni Simba damu. Simba damu. Yeah. Au sio? Yeah. Bwana, kama tulivyofahamu kwamba mchezo wa dabi ulitaka kuanzishwa pale tarehe 8 lakini ukagairishwa tarehe 15 ikagairishwa na sasa imepelekwa katika tarehe 25. Hivi mchezo huu ama taswira hii inaleta picha gani katika kwa wadau na wapenzi wa soka nchini? Hii tabia inaleta taswira gani? Taswira hii sio nzuri, ila kwamba kutokana na ishatokea ndio imeshatokea. Tuna budi ya kujaji sana, kwa sababu tukijaji sana unaweza kwa watusi watu ambao hawahusiani. Wewe unahisi ni kwa nini dabi zimekairishwa mara 2 mfululizo? Mambo hayo yote yametokana na viongozi, kwa tuwezi kujaji sana. Kwa viongozi wenyewe ndio walopanga na ndio wameamua na ndio wao wamesababisha tena dabi ichezeke. Kwa hiyo hao sio kujaji sana, tuangalie dabi inachezeka leo. Baada ya bodi ya ligi na TFF kupanga dabi kuchezeka katika tarehe 15, tulishuhudia Dar es Salaam Young Africans wakipinga swala hilo na matokeo yake wakagairisha ule mchezo na kupangwa katika tarehe nyingine. Na tukasikia juzi hapa nao pia Simba vile kama walikuwa wanatisha fulani hivi kugomea. Hii inaleta taswira gani vile? Simba alikuwa tishii, Simba alikuwa yuko sahihi kugomea mchezo kwa sababu hii mechi ya tarehe 15 jinsi ilivyoahirishwa ilikuwa haina sababu ya kuahirishwa, na Simba alikuwa na haki ya kugoma kutokana hakuona sababu ya kuahirishwa ile mechi. Na hiyo kucheza hii mechi leo tumemheshimu tu mama, lakini bila mama tusingecheza. Endapo kama kitokea tena swala kama hili, nini kitafanyika katika upande wa Simba ama Yanga? Binafsi kama Simba nikiongelea labda timu yangu ya Simba, labda tumeandaliwa mechi kama ile pale, afu Yanga kutokea, sisi tutadai tu pointi zetu 3. Hatutakata kupangiwa tena tarehe. Bwana, nikija kwenu katika upande wa wananchi bwana, kufuatia katika kuahirishwa kwa dabi tarehe 8, tarehe 15 mpaka leo kupangwa katika tarehe 25. Hivi taswira hii kuahirishwa mchezo mkubwa kama huu wa watani wa jadi inaleta taswira gani katika soka, katika wadau wanaofuatilia mpira Tanzania na nje ya Tanzania vile? Kwanza nikiwa kama mwanamichezo na mpenzi wa timu ya Yanga, taswira hii sio nzuri kwa sababu kwanza mpira ni furaha, mpira sio chuki. Kwa hiyo yani wajitathmini kwa sababu wao ndo viongozi wetu na wao ndo wakubwa, ndo kila kitu. Kwa sababu hizi ndo timu Kongo, ukizungumzia Tanzania ni Simba na Yanga. Hasa unapokuja swala kama hili, unakuja tu mtu unasema mimi sichezi, mara mimi nacheza, mara mimi nitafanya hivi, mimi nitafanya vile, na kwa sio vizuri kwenye upande wa soka. Kwa hiyo wajitathmini tu. Sahihi kabisa. Tukiachana swala hilo sasa, tayari wakubwa washaamua na jambo lishapitishwa kwamba tarehe 25 Juni 2025 ngoma inakwenda kupigwa pale katika uwanja wa Mkapa jijini Dar es Salaam. Timu ya wananchi, mna uhakika wa asilimia ngapi katika kuhakikisha kwamba mnamtandika mtani wenu vile ambavyo vinavyotakikana? Wananchi kama wananchi, kwanza tupo vizuri. Kwanza tuna furaha. Tumekubali kwamba ndugu zetu wameamua kuja. Au unasemaje? Wameamua kuja na sisi lazima tukiwa kama wenyeji lazima tutawapokea vizuri, tutawafurahisha leo. Tutaonyesha kwamba mpira upo Jangwani, so Msimbazi. Ndio maneno yangu hayo. Bwana, kuna kauli fulani hivi zinazungumzwa kwa watu. Sogea hivi kidogo. Kuna kauli fulani zinazungumzwa kwa watu kwamba Simba wamekuwa na janja nyingi katika kuhakikisha kwamba ukimbia mchezo huu wa watani wa jadi. Kauli kama hii ya kusema kwamba Simba mnakimbia, kwako kama wewe mshabiki wa Simba damdamu, una kauli ipi ya kusema? Simba anakimbia vipi kwanza kimchezo? Sababu Simba hawezi kukimbia. Mpaka Simba anakimbia basi kuna sababu inafanya asije. Si kama anakimbia. Tulia basi watoto basi. Kwa tuelewane basi kidogo. Kwa hiyo Simba hawezi kukimbia tu.
Ukiona mpaka Simba hajaja basi kuna tatizo limetokea la kusababisha asije. Na kama Simba angekuwa anakimbia basi Yanga angepewa pointi 3. Kama Yanga hajapewa pointi 3 Simba kakimbia nini? Simba hajakimbia. Simba kama angekimbia siku zote na maana leo asingekuja. Leo kaja na ushindi tunauchukua kama kawaida. Na leo sio dabi leo. Leo ni fainali kombe uwanjani. Katika maelezo mengi ama katika comment nyingi ambazo wadau wa soka nchini wakizungumzia, hususan katika wadau wa upande wa Dar es Salaam Young Africans, wanasema ya kwamba kipindi kile ambacho ilitakiwa mechi ichezeke ya tarehe 8 kwamba Simba walikuwa wametafuta visingizio vya kukimbia mechi kwa sababu walikuwa na majeruhi wengi sana. Hii nao pia unaichukuliaje kauli hii? Hapana, mimi siwezi kuichukulia hivyo kwa sababu Simba kama alikuwa na majeruhi wengi akatafutia sababu ya kuwa hivyo mechi isichezeke. Kwani viongozi wa ligi si wapo? Kwa nini wameamua kwamba mechi iahirishwe? Basi Simba kuchukua vigezo hivyo, ina maana Simba yeye alikuwa na sababu za msingi zimesababisha mechi isichezeke. Kwa sababu kumzuia mpinzani wako asiingie uwanjani kufanya mazoezi ni kosa ambalo linaweza kusababisha mechi ikavunjika isichezeke, na ndio sababu watumia Simba siku hiyo. Kwa kikosi ulichonacho, kwa uaminifu mkubwa wa timu yako uliokuwa nayo hivi sasa, kwa sababu umetoka katika fainali ya kombe la shirikisho lakini kwa bahati mbaya hamkuweza kulichukua, timu yako unaweka nao asilimia ngapi kwamba wanaweza kwa muadhibu leo mtani katika uwanja Benjamin Mkapa pale? Mimi binafsi kuniuliza swali kama hilo nitakwambia 100%. Kutokana na Simba iliyocheza fainali ndio Simba anaenda kukabiliana na Yanga leo. Na maana Simba imejiandaa vizuri, kama imekosa kombe lile basi kombe lile hatuwezi kuliacha. Na of course kwamba ile kombe lenyewe tunaenda kucheza naye fainali ni mtani wetu. Akitufunga katutania na dharau katuletea. Hatuwezi kumwacha salama, atoki yani. Bwana mtani, unamsikia mwenzako anavyosema? Nimemsikia vizuri. Unalipi la kuzungumza bwana? Ila mimi nilimwambia bwana, mimi wa mtu nimeoa, mtani mimi sichezi, onjo. Anashoboka, onjo. Naambia mtani mimi wa mtu sitaki kuchiti, onjo na kutaka mtani unataka nje ndoa. Kataka nje ndoa leo. Leo nataka ndeti naye, leo na date naye mtani leo. Kataka mwenyewe mtani au kataka nini? Bakisha maneno mtani. Nakwambiaje? Leo mtani kataka mwenyewe ananiforce mtani. Nataka tu date mtani hapo kwa mume wa mtu, kuhitaji sijui na nini. Na mimi sitaki kumchiti mke wangu, nampenda. Mimi nakuhitaji mtani. Kama sasa mimi nimekuja leo. Mtani nimekuja, naenda kudate naye mtani wangu na kuhakikishia ndugu yangu. Anakwambia I'm telling you true. Mtani wangu kwa sababu kaniita mwenyewe. 2 tu, simtaki 2 zinatosha. Sio kama wakati 5. Leo 2 tu. 2 kwa sababu nimechoka, si unajua nao nini, nimechoka mtani wangu. 2 tu. Kaka unasikia? Nasikia maneno yake. Unasemaje? Hayo ni maneno kutoka kwenye kanga yapo. Tambo za watani. Hizo ni tambo tu. Alafu umeona sasa huyu? Huyu nilienda kamchoka mwanamke malaya, alafu mimi ndio Kibenteni. Kwa hiyo nimeenda nyumbani kwake leo. Yeye katangulia geto kwake na mimi nimemfuata huko simuachi. Anasema anampenda sana mkewe mzio. Hapana, na mke ana bwana, huyo ana bwana. Bwana brother mwenyeji nani? Mwenyeji nani? Bwana mwenyeji nani? Swali naulizwa. Mimi mimi nimekwambia mimi ni Kibenteni. Umeelewa? Mwambie ajibu swali, mwenyeji nani? Jibu si ndio hilo, nakwambia mimi ni Kibenteni. Mimi nimemtumia nauli mtani wangu. Kwa sababu mtani kanimisi. Kibenteni kwani muogope? Na kati kanitumia nauli mwenyewe. Mtani kanimisi. Mimi naenda kumfanyia kazi yake aliyotaka. Kwa lazima nitamshughulikia vizuri tu, asijali wala nini. Bwana wote mnakaa hapa tu Ngoma au mnakaa wapi labda? Wote tunakaa hapa tu Ngoma. Msipo kimbiana baadaye jamani. Huyu natafuta njia na imani. Toka asubuhi niko naye, muulize huyu. Hatuachani mimi na leo. Kwa sababu kwa jinsi nilivyofahamu mimi, umeona hivi? Kuvua tabu, ndani sina nguo nyingine, umeona? Lakini kwa jinsi alivyofahamu huyu hapa kutia mfukoni rahisi. Lazima atakimbia tu. Sasa mimi niko naomba kitu kimoja hapa mtuhakikishie na mhakikishie watazamaji ambao wanakuwa tazamani hivi sasa kwamba endapo sasa bwana mtani unasema kwamba uko tayari kumwadhibu mwenzako na bwana anasema yuko tayari kukuadhibu na hataki nyingi, anasema yeye 2 tu. Sasa endapo utabidi ambao mnautabiri kwenda tofauti, nini kifanyike sasa? Tukianza kwako mtani mgeni. Mimi naanza, wewe mumpe kwanza yeye kwanza. Kaka. Sababu kila kitu nilianza mimi. My friend, na kuhakikishia nipo serious na jambo langu. Zikija 2 hapa, uje tena hapa. Niko serious. Lazima 2 tu. Easy. Kama zikizidi hapo? Ametaka mwenyewe tena. Na kama zikipungua? Ametaka mwenyewe tena. Mimi nimemwahidi easy 2 tu. Kwa sababu nimechoka, unajua mambo nini unajua. Nimechoka. Kwa mambo ya Zanzibar mara nini, unajua mara mapinduzi, sijui mara nini. Nimechoka. Kwa hiyo mtani wangu siwezi kumpiga 2 tu. Easy. Kaka. Karibu kiwanjani. Mimi usimwache, nampiga 3.
za uhakika 3. Mwanaume anasema achoki. Sahihi kabisa. Mwanaume huwezi kuchoka. Mimi nimechoka si mambo ya kike hayo. Mwanaume unachoka vipi? Mimi huu lazima nimpige hizi 3. hizi mtani, unaona ngapi? Utatafuta njia kutokea. Katika mchezo wa leo ukiwa kama shabiki kindaki kabisa wa Simba, unahisi mchezaji gani pale wa Yanga ambaye kwa upande wako wewe unamhofia sana kwamba huyu ni tishio kwetu sisi Simba? Kwa kipindi hivi sasa hivi hakuna. Alikuwa Ziki peke yake ashaondoka. Kwa vile kaondoka. Wote wanakabika, wote. Nani asokabika pale? Kaka, mchezaji tishio ni nani katika timu ya Simba pale ukiwa kama shabiki wa Yanga? Wewe mwenyewe unamjua yule mchezo toka Azam alivyokuepo, wanamuogopa. Yule na Simba kama kazaliwa nao. Huyo Dube leo mapema anaumwa. Wewe tumekuchia yeye tu. Wewe uko uwanjani kule. Au uko klabu ya Simba kule. Uko klabu ya Yanga hiyo. Ongea kisha mali tutakutana kule. Umeona huyu? Huyu ni mshabiki ambaye hajitambui. Kwa sababu wewe huwezi kumtaja Dube katika mechi ya leo wakati unamwambia Dube anaumwa. Mimi ndio naongea kitu ambacho kilichokuwepo, niache kwenda ushaanza kunitibua. Umeona leo? Leo huku na Mpanzu na Kibu. Umeona tu wawili hao. Wasipofunga hao, mwambie aje kunipiga vibao 4 huyu. Kibu, Mpanzu. Wasipofunga wawili hao, vibao hivi. Mabia rudie tena jamani. Kibu. Bwana na rekodi pale. Kwani mimi najua inarekodiwa, nataka huyu ajue kabisa. Sawa. Kibu, Mpanzu, wasipofunga nipige vibao hivi. Vingapi? 4. Na mimi na promise. I promise. Leo asipokuwa Clement Mzize vibao hivi. Wewe umetajwa ngapi? Mimi huyu. Mtani. Mimi huyu. Sawa. I'm telling you true. Haya sawa. Mimi huyu. Ngombe kitu kimoja. Umesikia Mtani? Ukiangalia mkono wangu na mkono wako umeuona? Ulichokichagua hapo sahihi. Mimi naweza kuhimili kikofi chako hiko. Tatizo mkono wako. Mkono huu umeuona? Mkono wako umekokea damu. Umekokea damu eh? Haya sawa, haina shida. Bwana ndugu yangu, mimi niko pamoja naye. Bwana, hizo ndo tambo za watani kuelekea katika mchezo wa tarehe 25 leo Jumatano kati ya Simba na Yanga, mchezo ambao Yanga akimkaribisha mtani wake akiwa kama mwenyeji wa mchezo huu wa leo. Bwana, nafikiri umesikia tambo zao. Simba umewasikia na Yanga umewasikia. Kikubwa mimi naye tufahamu kile ambacho kinachokwenda kutokea katika siku hii ya leo. Mpira ni dakika 90 na mpira ni matokeo matatu, kuna kushinda, kufungwa na kudraw. Lakini katika tambo zote za hapa sijasikia watu kusema kwamba kuna kudraw wala kufungwa, kila mmoja akitetea katika upande wake. Mimi na wewe tufahamu, basi usikose kutazama mtanange huu live kabisa kupitia katika mechi zako bora kabisa. Jina langu ni Khamis Said Kabuma, shukran na kwaheri.